timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars katika michuano ya mataifa ya Afrika AFCON makala ya 35 ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Mchezo ulikuwa wa moto kweli dhidi ya Super Eagles, timu ya taifa ya Nigeria, na Nigeria wakishinda mabao 2-1. Tulitazama dakika 90 tukaona mbivu na mbichi, tukaona matokeo ya mwisho, lakini dhahiri kwamba pengine kuna kitu ambacho umekitazama, hususan kuanzia kwenye aina ya uchezaji, namna ambavyo Stars walikuwa wanacheza, lakini pia namna ambavyo walikuwa wanatimiza yale matukio ambayo mara kadhaa huwa unayazungumzia: kumiliki, wakati wa kumiliki, wakati wa kushambuliwa, wakati wa kushambulia, na wakati wa mipira ya set pieces, kwa maana ya mipira ya kutengwa. Nimeutazama kwa jicho la utatu, naweza kusema hivyo kwa sababu nilikuwa nimeukalia kitako kuangalia mchezo huo. Ulikuwa unataka uone wapi panavuja, kipi kimeongezeka, kipi kimepungua. Yes. Na kitu ambacho nimekiona kwa upande wa Tanzania, au tunasema timu yetu ya Tanzania Taifa Stars, kwanza tuna kitu tunaweza kwa washindani, sio washiriki. Kitu cha kwanza ambacho tukiamua, sio tukiamua, mpaka sasa hivi maana ukisema tunaweza tukiamua, tusipoamua hatuwezi. Yaani nisema kwa tafsiri halisi nasema tu hivyo, tunaweza brother. Kwa ulivyoangalia maneno yasiwe mengi. Yes. Kwa nini nasema tunaweza? Nigeria kwenye ranking za FIFA ipo 98. Sisi tupo nafasi ya 126. Ukiangalia ukuta wa Nigeria kwa mechi ya jana, goalkeeper ndo anachezea ligi ya Afrika. Cheza Chipa United pale Afrika Stanley Kusini. na Bwili. Afrika Kusini hapa machili unakuta. Unakuja katika eneo la center back, zile back zote unamkuta Zaidu Sanus FC Porto. Yes. Unakuja katika eneo jingine ambalo tunalizungumzia ni eneo la beki wakati wakina Basei miongoni. Yes, Sanusi yeye anacheza full back wa kushoto. Kelvin Basei Fulham material EPL pale, na miongoni na wengine wanafanya vizuri. Unakuja eneo jingine Ajay. Yes. Hii ni mbali funga bao la kwanza Ureno, free kick ambayo ilikuwa ni free kick ambayo ya kizembe kwa upande wetu. Ile ilikuwa free header. Silikuwa mpira wa dead ball. Maana yake hapo tutakuja kugusia hilo tukio. Bright Osai Samuel beki wa kulia. Beki wa kulia huyo. Birmingham City ya ligi daraja la kwanza Uingereza. Yes. Unakuja tena eneo la kiungo Ndindi. Wilfred Ndindi. Besiktas. Iwobi. Fulham. Chukwueze. Fulham. Haya. Yes. Adebelo Lukman Atalanta. Unakuja Akoli Adams Sevilla. Victor Osimhen Manchester United mpaka kesho wanamlilia Galatasaray. Haya kichapo. Unakuja kwetu tulia kwanza Brabis namaliza maana watu yani hapo unataka kugusia nini? Kwa sababu Kantala tunapozungumza au nyota tayari kuna vitu ambavyo tayari nimeshafuta. Tunakuja kwa kwetu na compare kwa like Samata ndo anachezea Al Havre Ufaransa. Msuva Al-Tarabu ya Iraq. Tani Al-Lakia Lochadale, hii ni kutoka Uingereza ligi daraja la 3 huko. Chazi Mombwa miongoni na yeye Floriana ya Malta. Unakuja wengine mtu ambaye unamzungumzia ambaye alianza kwa mchezo wa jana Milosh Gostepe. Unakuja wengine ambaye alianza katika mchezo wa jana kwa Alphonse Mabula Msanga Shamak FK. Haya wachezaji waliosalia wote ni NBC material.
Unaangalia kuna lakini hao ndo walionyesha performance. Unaangalia, tunakuja sasa kwenye namna ya uchezaji. Taifa Stars kipindi cha kwanza mpaka dakika ya kwanza mpaka dakika 45 kipindi cha kwanza, katika matukio matano yale muhimu iliathiriwa tukio moja la mpira uliokufa ambao ni tukio la 5 uwanjani. Kuna mtu mtacheza mpira tu ya dead ball pamoja na faulo, penalty, pamoja na free kick na kona. Mpira minne hiyo. Angalia mpira ambao ulipigwa. Angalia wakina Wilfred Ndindi pamoja na wenzake aliyefunga goli. Walikuwa free. Na kitu kingine ambacho walikimaki sana Taifa Stars ni man to man, kukaba kwa mtu moja. Na walisahau kuna zone marking. Kitu ambacho kiliwakosa sana. Angalia hata Ibrahim Baka pamoja na Bakanono wamieto kipindi napigwa free kick, walikuwa wamemwandama sana Demon Lukman kwa ajili ya kumkaba. Kwa hiyo kuna kitu ambacho niliona kwa Taifa Stars, zone marking ndio ilikuwa ya muhimu zaidi. Lakini hata hivyo unatakiwa na man marking pamoja na zone marking. Wewe man marking unatakiwa wape mabeki wale mlindeni mtu msumbufu ya hapa. Alafu zone marking wale wanaobakia wote wanatakiwa wazingatie mtu fulani nataka kumzingatia. Angalia ile mpira uliopigwa ule, mpira umepigwa mtu kabisa anaona kabisa. Wawili ndio wanaruka pamoja, alafu ni wawili wa timu moja. Hakuna mpinzani ambaye anawakashikashi pale. Naam, Kantara, umetamatika huo tayari. Baadhi ya matukio tumeyaona na umegusia hapo, lakini kibarua kilichoko mbele ya Tanzania tayari ni michezo miwili ambayo wamesaliwa nayo, tarehe 27, tarehe 30. Nabaki na Tunisia ambaye jana usiku amemtandika Uganda vikali. Tunabaki pia na Uganda ambaye naye kapoteza mchezo wa kwanza. Inawezekana pia Stars akawa na mahesabu tofauti na ilivyokuwa, lakini ukiangalia pia akapata wakati mgumu kulingana na michezo miwili ambayo imesalia, kwa sababu Tunisia atahitaji kuendeleza ambapo ameanzia. Uganda naye atahitaji kusahihisha kama ilivyo kwa Tanzania anavyohitaji kusahihisha. Licha ya kwamba wengi wanasema kwamba Uganda ni timu ambayo inawezekana Tanzania wao wakakomaa nayo, lakini kumbuka wakati unaipigia mahesabu Kantala na wewe anakupigia mahesabu, na yeye anakupigia mahesabu vivyo hivyo. Tanzania kwa Uganda inawezekana lolote kwa mchezo, kwa sababu ni wajirani zetu, tumecheza nao mara nyingi sana. Wakina Alan Okelo tunawajua, wakina Hali ya Ucho, wakina Seven Days Mkwala, wakina Loli Nzeni, wakina Mato, wakina Semakura, wakina Semugabi, Obita beki wakati kabisa, Tolachi, Sibiki pamoja na Kayondo. Hao wana miongoni wa watu ambao tunawajua historia yao. Lakini katika soka mpira ni ule ambao tunaucheza. Tulicheza mpira mzuri sana dhidi ya Nigeria, ambapo kila mtu hata kama tumefungwa lakini mtailizika kwamba sawa tumefungwa, lakini Nigeria tumeonyesha kwamba na sisi tunaweza. Namna hiyo ndicho ambacho kinasubiriwa. Pengine Stars watafanya nini? Ni kusubiri tarehe 27 nini ambacho kitatokea katika mchezo unaofuata, lakini pia tarehe 30 katika mchezo unaofuata.